Ndugu wa Tanzania, tunapenda kutoa taarifa ya awali ya ufuatiliaji wa mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili wakili Tundu Antipas Lissu takriban siku 500 sasa toka alipokamatwa na shauri lake kuendelea kunguruma katika mahakama zetu. Mtandao wa Watetezi wa Haki za Binadamu ni mtandao ambao miaka yote hii ya uwepo wetu tumekuwa tukisimamia na kufuatilia masuala kadhaa yanayohusu haki za kijamii, masuala ya usalama wa watetezi wa haki za binadamu, uhuru wa kiraia, lakini masuala ya utawala bora na rule of law au utawala wa kisheria katika taifa letu. Mtandao huu umekuwa ukihakikisha kwamba nafasi ya watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia pamoja na wadau wengine wote wa haki unapatikana kwa kiasi kikubwa katika taifa letu, lakini unahakikisha kwamba tunaweka msingi wa kisheria, msaada wa kisheria, utetezi, tunafanya tafiti, elimu kwa umma pamoja na kushirikiana na mifumo ya utoaji haki hapa nchini, kimataifa na kikanda, kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba taifa linakuwa na misingi ya haki, uhuru na demokrasia kwa wote. Lakini katika kuhakikisha kwamba haya yote yanafanyika, ni lazima tufanye kazi kwa karibu na taasisi mbalimbali au kufuatilia mienendo ya taasisi mbalimbali jinsi zinavyofanya kazi. Tumekuwa tukihamasisha uwajibikaji wa taasisi za utoaji haki katika taifa letu. Manake taasisi za utoaji haki wote mnafahamu, tuna polisi, tuna mahakama, tuna vyombo vingine vingi tu vya kisheria ambavyo vipo kwa mujibu wa katiba katika kuhakikisha kwamba vinatoa haki kwa Watanzania wote. Kwa lengo letu limekuwa siku zote kuhakikisha kwamba taifa linakuwa huru kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wananchi na taasisi mbalimbali na makundi mbalimbali yanakuwa huru katika kufanya shughuli zao za kijamii, za kisiasa na kiuchumi katika taifa letu. Na makundi haya ambayo sisi tumekuwa tukiyasemea zaidi ni makundi yale ambayo yamekuwa na sauti ya kijamii. Kwa mfano watetezi wa haki za binadamu, makundi mbalimbali, wanaharakati na wadau wengine wote ambao wamekuwa wakisimamia haki, mawakili, wanasheria, waandishi wa habari pamoja na makundi yote ya kijamii ambayo yamekuwa sauti ya jamii. Kama sehemu ya kuhakikisha kwamba haya yote yanatendeka na mifumo hii ya utoaji haki inafanya kazi kwa usawa na kwa uhuru zaidi, tumekuwa tukifuatilia mashauri mbalimbali ya haki yanayoendelea katika mahakama yetu, hasa mashauri ambayo ni makosa ya kijinai yanayowakumba makundi mbalimbali yakiwemo waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu na wadau wengine. Kwa hiyo ufuatiliaji wetu huu lengo lake ni kuhakikisha kwamba michakato ya utoaji haki inafanywa kwa mujibu wa sheria, katiba na misingi mingine ya haki ya haki za binadamu. Sasa swala la ufuatiliaji wa mwenendo wa kesi au trial observation, mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili wakili Tundu Lissu Antipas kwa takriban siku 500 sasa toka atiwe kamatwe na kufunguliwa mashtaka haya, umekuwa ukivutia hisia kubwa za kitaifa. Ni shauri ambalo lina msisimko mkubwa katika taifa letu, una maslahi makubwa ya masuala ya amani na utulivu katika taifa letu, lakini katika masuala ya kisheria, kisiasa, kiuchumi na haki za binadamu. Ni shauri ambalo taasisi zote zinazosimamia masuala ya haki haliwezi kulifumbia macho na kuliacha kulifuatilia, kwa sababu lina maslahi makubwa sana na mustakabali wa amani na utulivu katika taifa letu. Kwa kutambua umuhimu huo, lakini pia swala la uwazi, uwajibikaji na imani ya umma katika taasisi za utoaji haki, mtandao ulianza kufuatilia shauri hili toka mwanzo. Mheshimiwa au wakili Lissu alipokamatwa tarehe 9 Aprili mwaka 2025 kule Kusini. Ufuatiliaji wa mwenendo wa kesi ya Lissu kama wakili, lakini kama mdau wa haki za binadamu, ni sehemu ya kazi
ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu ya kufuatilia mashauri ya mfumo wa utoaji haki, ambapo mtandao umekuwa ukifuatilia kama nilivyosema kesi zinazowahusu watetezi wa haki za binadamu, mawakili, mashauri mengine ya maslahi makubwa ya umma kote nchini. Kupitia kazi hii mtandao umefuatilia mwenendo wa shauri hili, kutathmini uzingatiaji wa dhamana na usikilizwaji wa haki, lakini tumekuwa tukifuatilia taratibu za kisheria, tumekuwa tukifuatilia upatikanaji wa haki katika mchakato huu, uhuru wa mahakama na utawala wa sheria. Pale inapobidi mtandao tumekuwa pia tukichapisha taarifa hizi na kuzitoa kwa umma kama lengo la kuhakikisha kwamba tunatoa kumbukumbu kuhusiana na mienendo ya mashauri haya. Pamoja na taarifa zingine zenye maslahi kwa umma, mtandao umewahi pia kuchapisha ripoti za ufuatiliaji, kwa mfano mashauri mengine makubwa yakiwahusu waandishi wa habari, watetezi. Tutakumbuka kesi ya Eric Kabendera ni mojawapo ya taarifa ambayo ilikuwa ina trial observation report toka mwanzo alipokamatwa hadi baadaye alipokuja kutoka mahakamani. Yote hayo ni kuhakikisha kwamba tunafuatilia kwa ukaribu mienendo hii na kuhakikisha kwamba hata kule Loliondo, mtakumbuka Ngorongoro, walivyokamatwa wale watetezi na viongozi wa jamii na kupewa kesi ya mauaji, pamoja na mashauri mengi tu ambayo ya kijinai yamekuwa yakiwakumba sasa wale watu ambao wamekuwa ni sauti ya jamii. Tumekuwa tukifuatilia, mengine ripoti zake zinakuwa sehemu ya ripoti zetu za kawaida, lakini zingine zinapata ripoti mahususi kama hii. Kwa hiyo hii ni taarifa ya awali ambayo taarifa kamili itatoka pale ambapo shauri hili litatamatika au litakamilika, ndo taarifa ya mwisho. Kwa hiyo mchakato wa trial observation, wa ufuatiliaji wa mashauri ni mchakato ambao huko duniani kote na unakwenda sambamba na mashauri haya ya jinai, kutoa nafasi ya makundi mbalimbali ya kijamii, hasa sisi wa taasisi za kisheria kufuatilia kwa mwenendo namna ambavyo mashauri yanaendeshwa kwa kuangalia kama ile misingi inazingatiwa. Kwa hiyo kwa kufuatilia huku haimaanishi kwamba tunaingilia mwenendo wa kesi, kwa sababu uangalizi huu na ufuatiliaji hauhusiani kabisa na swala la jinai la watuhumiwa. Badala yake unahusiana na mwenendo, mchakato mzima. Hauna uhusiano kabisa na namna kesi itakavyoamuliwa na masuala ya jinai. Ni utaratibu ambao unaangalia toka mtu anapokamatwa mpaka pale ambapo mchakato wake unaishia. Na wakati mwingine watu wengine huwa hata mahakamani hawafiki, wanakamatwa. Tumeona matukio mengine watu wamekaa siku 30 chini ya polisi, tumekuwa pia tukifuatilia. Kwa hiyo ni mchakato ambao unaanzia toka mtuhumiwa anapokamatwa hadi pale ambapo shauri lake litafika mwisho. Ndio mchakato huu, na lengo la ufuatiliaji huu ni kama tulivyosema, sio kuamua iwapo mshtakiwa hana hatia au hana hatia. Ufuatiliaji huu duniani kote hauna uhusiano na kuamua mshtakiwa hana hatia au hana hatia. Hilo halipo na sio sehemu ya mchakato wa trial observation au kutoa maoni kuhusu msingi wa mashtaka. Ufuatiliaji huu pia hauhusiani kabisa na msingi wa mashtaka wala kuingilia mwenendo wa mahakama. Badala yake mchakato huu ni wa kawaida kama nilivyosema, na unalenga kutathmini iwapo mashauri yanaendeshwa kwa kuzingatia viwango vinavyotumika vya kikatiba, kisheria, kwa mujibu wa sheria za kimataifa, kikanda na masuala yote ya haki za binadamu na taratibu stahiki za kisheria, uhuru wa mahakama pia kutendewa kibinadamu kwa mtuhumiwa anapokuwa polisi au anapokuwa kule kizuizini kwenye magereza, lakini pia uwazi na upatikanaji wa haki pamoja na ushiriki wa wananchi na makundi mengine katika uendeshaji wa mashauri. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo tunaangalia kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo madhumuni sasa ya ufuatiliaji huu yalikuwa yakifuatilia kwa mfano na kutathmini kwa uhuru kukamatwa. Tunaangalia ukamataji ulikuwa umezingatia sheria, lakini mwenendo wa mashauri unavyokwenda, manake zile procedure tu na sio kwenda kwenye swala lenyewe la ujinai au sio jinai. Lakini tumekuangalia zaidi viwango kama vimezingatia viwango vya kimataifa, lakini pia
kuangalia kuhusu kama mtuhumiwa alikuwa anasikilizwa. Tumeangalia, mmeona kabisa kwamba wakati mwingine mtuhumiwa alikuwa anasikilizwa akiwa na malalamiko yake, mahakama inasimamisha shauri lenyewe na kumsikiliza. Tumeangalia kuna mambo baadhi ambayo tumeona kwa kweli yalikuwa yanakwenda kwa ile misingi. Tumeangalia pia uhuru wa mahakama, uwazi katika utoaji haki, lakini kutendewa kibinadamu kwa mtuhumiwa mwenyewe anapokuwa magereza. Magereza ni sehemu ambayo pia mtuhumiwa tunamfuatilia kwa toka siku ya kwanza anaingia. Je, wanamtendea vipi akiwa magereza? Mtuhumiwa, kumbuka, sio mtu ambaye ameshapatwa na hatia, ni mtu ambaye anatuhumiwa na sio mhalifu. Na ndio maana sisi hatupaswi kuona mtu anaitwa mhalifu kwa sababu ni mtuhumiwa, na anapokuwa kule anapaswa kutendewa kama mtu ambaye hajafanya uhalifu wote mpaka pale mahakama itakapoamua sasa kwamba amekuwa ni mhalifu na uhalifu wake utatibiwa au utaweza kupata utaratibu wa kisheria kwa mujibu wa mahakama na sheria za nchi. Kwa ufuatiliaji huo ulikusudia kukuza uhazi, uwajibikaji na imani kwa umma kwa taasisi za utoaji haki, huku kitoa tathmini kuhusiana na zoezi zima. Kupitia zoezi hili, mtandao ulilenga kuhakikisha kuangalia maeneo mazuri ya mchakato huu wa kesi hii, lakini changamoto pamoja na kutoa mapendekezo ambayo yanaweza kuboresha uwajibikaji wa taasisi zetu, kuboresha mfumo wa kijinai pamoja na sheria zetu za nchi, na kushauri nchi nini kifanyike tunapokuwa na matukio au mashauri ya namna hii. Kwa ufuatiliaji wetu wa kesi hii ulihusisha kipindi cha toka na kamatwa tarehe 9 Aprili hadi tunafikia jana, manake ni siku takriban 500 toka wakili Tundu Lissu alivyokamatwa na kupelekwa mahakamani na shauri lake kuanza kufanyiwa kuendeshwa kwa mujibu wa sheria za nchi na mahakama zetu. Kwa hiyo pia tulikwenda mahabusu, ushiriki wa umma, kuangalia vyombo vya habari wanashiriki vipi katika kesi hii. Tuliangalia pia viwango vinavyozingatiwa vya kimataifa pamoja na mambo mengine. Mbinu ambazo tumetumia katika ufuatiliaji wa shauri hili. Taarifa hii awali inategemea kwa kiasi kikubwa taarifa zilizopatikana kupitia ufuatiliaji wa moja kwa moja wa mashauri haya au shauri hili mahakamani uliofanywa na wafuatiliaji na waangalizi wa kisheria toka mtandao wetu wa watetezi wa haki za binadamu. Matokeo yake pia yametokana na mapitio ya kumbukumbu za mahakama. Mahakama ilikuwa imetoa toka inaanza kesi, tumeona maamuzi kadhaa ambayo yamekuwa yakitolewa, nyaraka mbalimbali za maombi ya hati za viapo pamoja na sheria mbalimbali za nchi. Lakini pia timu yetu hii imekuwa ikienda mara kwa mara katika vizuizi, kwa mfano prison visit kule magereza, kufanya mawasiliano na mawakili wanaosimamia kesi, kufanya mazungumzo na mtuhumiwa mwenyewe Tundu Lissu. Kwa hiyo timu yetu THRDC iliunda timu ya mawakili pamoja na waandishi wa habari walikuwa wanafuatilia, ikiongozwa na wakili Kisabo, ambao wamefuatilia kesi toka siku ya kwanza mpaka siku ya jana, na wamekuwa pia wakienda kuzungumza na mtuhumiwa na kuweza kujua changamoto ambazo wanakumbana nazo wanapokuwa kule vizuizini. Kwenye taarifa itawekwa bayana. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, mbinu hizi ndio huwa zinatumika katika kufanya trial observation kutoka mpelekwa kule magereza wakati shauri linaendelea. Kwa hiyo inakuwa ni kufanya observation. Lakini katika kufanya hivi tumekuwa tukizingatia sheria za tunapokuwa pale, matukio yote yaliyojitokeza, waandishi wa habari kupigwa pamoja na mambo mengine, uhuru wa mawakili, uhuru wa watetezi wa haki za binadamu kufuatilia. Tuliona watu wale kwa kipindi kile, mnakumbuka, wale kutoka nchi za nje walikamatwa, walisumbuliwa, tulikuwa tunafuatilia kwa ukaribu. Kwa hiyo matukio yote hayo tumeyaweka kama matukio ambayo yalienda sambamba na shauri hili na pengine kisheria na kwa mujibu wa katiba hayakupaswa kutokea. Kuzuia watu kwenda mahakamani, kuzuia waandishi wa habari kwenda mahakamani. Mnaona waandishi wakati wengi mlipata changamoto, wengine mlipigwa, mawakili ambao ndio maafisa wa mahakama walikuwa wanasumbuliwa, wengine walipata majeraha, walipigwa. Kwa matukio yote haya tumeyafuatilia kwa ukaribu zaidi, na matokeo ya awali yanaonyesha kabisa kwamba kukamatwa kwa Tundu Lissu kupelekwa mahakamani, kuna changamoto zimejitokeza toka anapokamatwa mpaka anapopelekwa
kwenye vizuizi. Kwa hiyo ufuatiliaji huu ulibaini pamoja na mambo mengine yapo ambayo pengine yalikwenda vizuri, sehemu kubwa yamebainika kwamba kuna changamoto katika kuanzia pale alipokamatwa, pale alipokuwa mahakamani, lakini na hata anapokuwa kule magereza. Lakini tumeona kuna changamoto ambazo ziliwakumba pia watu wengine ambao walikuwa ni watu ambao wamejitolea kwenda kufuatilia shauri hili, ni wafuasi wa vyama husika, wengine ni viongozi wenzake, wengine ni wana mawakili na watu wengine. Kwa hiyo taarifa yetu imejikita zaidi kuonyesha hizo changamoto ambazo kimsingi kwa mujibu wa standard, kwa mujibu wa sheria havikupaswa kuwa sehemu, kwa sababu mahakama na michakato hii ya haki inapaswa kutoa haki na uhuru kwa watu wote kwenda kushuhudia, kwa sababu hii ni kesi ya umma na huyu ni kiongozi pia wa umma, kwa sababu kiongozi wa chama cha siasa ni kiongozi wa umma kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania watashiriki masuala ya uongozi wa nchi yao kupitia vyama vya siasa. Kwa hiyo ni kiongozi wa taasisi ambayo inatambuliwa kwa mujibu wa katiba, na wananchi walikuwa wana haki ya kwenda kufuatilia na vitu kama hivyo.